Zaburi ya 33 mstari wa 18 mpaka 22. Neno la Mungu linasema, tazama jicho la Bwana liko wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zinamngoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Bwana, fadhili zako zikae nasi kama vile tulivyokungoja wewe. Amen. Ninaomba funika macho yako. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwamba leo ni siku ya tarehe 24. Tumebakiza wiki moja kumaliza mwezi wa 5 kuingia mwezi wa 2, mwezi wa 6. Na tunafurahia Mungu kwamba tunaenda kugawa mwaka huu katikati. Lakini tambua kwamba ni neema ya Mungu ndio iliyokufikisha hapo ulipo. Hata kuwepo siku ya leo ni neema ya Bwana. Kila siku ninasema hiyo sadaka unayoitoa haitoshi kumshukuru nayo Mungu. Tukitazama walioko hospitalini, walio wagonjwa wajiwezi, tukitazama waliopata ajali hata kwa vyombo vyao vya moto na hata manyumbani, wengine wanaanguka tu wanapata ajali. Mimi na wewe ni nani? Hebu badilisha mtazamo kwamba sadaka ninayotoa haitoshi, ni zawadi kwa Bwana, lakini inatupasa tutoe sadaka inayouma, ambayo Mungu akitazama hiyo sadaka atasema, na watoto wangu wametambua kwamba Mungu ndio anayewalinda. Bwana Yesu asifiwe. Akitazama hiyo sadaka unayotoa, anaangalia anasema, watoto wangu kweli wanatambua kwamba mimi ninaowalinda. Ninaomba badilisha mtazamo wa sadaka yako. Tunapoabudu, hebu badilisha mtazamo. Sema, hii ninayotoa si haki ya Mungu kupewa. Ninatamani nitoe sadaka ambayo Mungu akitazama anaona ni kweli mtoto wangu anatambua kazi anayofanya. Nyanyua mikono yako, mwambie Bwana, umepeleka mwanao kwa ajili
Bwana Yesu, mimi ninatambua ya kwamba kama si wewe uliyekuwa pamoja na mimi, nisingekuwepo hata leo. Nisingekuwepo hata leo. Maana vita vya ndani ni vingi sana juu yangu. Hata vita vya nje ni vingi sana juu yangu. Mitego mingi imetegwa juu yangu ili niweze kuangamia. Hata maadui zangu wametega mitego mingi ili waniangamize. Lakini leo umenipa kuishi, si kwa sababu ya hii sadaka ninayotoa, lakini ni kwa rehema, lakini ni kwa huruma. Bwana Yesu, ninatambua huruma ulio nayo juu yangu mimi. Ndio maana nimekuwepo. Nimesimama katika madhabahu hii kuja kukushukuru kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya neema ya uhai niliyo nayo, kwa ajili ya uzima na afya niliyo nayo. Maana Bwana, kuna wengi walitamani kuwepo hivi leo, lakini hawapo Baba. Wengine wapo, lakini wamelala vitandani. Bwana Yesu, nikupe nini ili Bwana iwe fidia ya uhai niliyo nayo? Sina cha kukupa, ninakuja kwa moyo wa shukrani. Fungua kinywa chako. Mungu mtakatifu, Baba wa mbingu na nchi, ni kweli kwamba wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunapokumbuka kwamba Bwana uhai tulio nao unayasumbukia kila itwapo leo. Maana tukikumbuka mapito na Mungu wa mbingu na nchi, mambo yanayotukumba katika maisha, tukikumbuka changamoto za magonjwa na vita vya kila namna ambao wakati mwingine adui anaachilia juu yetu, lakini tukiwaangalia watesi walio wengi juu ya maisha yetu, hata maadui wengine wanatuasia mabaya.
sisi Bwana tukawe wazima mahali tutakapokuwepo popote. Neema yako ikatufunike katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunajiachilia mikononi mwako sasa na hata milele, na wote tuseme